Ujumbe wetu wa leo ni huu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, sura yake ni ile ya 26 na mstari wake ni ule wa 41. Neno la Bwana linasema hivi: Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho irazi, lakini mwili ni dhaifu. Wakati nilipokuwa kwenye maombi ya usiku, nikasikia nimepewa ujumbe huu kwa ajili ya kuzungumza na watumishi wa Mungu, wale ambao mmepewa neema ya kuitangaza injili ya neema, ya kuitangaza injili ya matengenezo, ya kwamba tukeshe katika maombi, tukeshe katika neno, kwa sababu mustaki wetu ibilisi anazunguka yuko mawindoni akitafuta nafsi ya mtumishi mwaminifu hapate kuiteka nyara na kuiangusha katika maisha ya dhambi. Nikasikia ujumbe unasema hivi ya kwamba lengo la shetani kuwatafuta watumishi wa Mungu, wale ambao wanaomba katika roho na kweli, wale watumishi wa Mungu ambao wanahubiri injili ya neema, injili ya matengenezo pasipokuwa na michanganyo. Lengo la shetani la kuwateka hao watumishi wa Mungu ili wapate kuanguka kwenye maisha ya dhambi ni kwa sababu ya kutaka kupunguza nguvu ya injili ndani ya watumishi wa Mungu. Nikasikia ujumbe unasema hivi ya kwamba wakati mtumishi wa Mungu haujatenda dhambi fulani, uko na ujasiri wa kuikemea hiyo dhambi kwa sababu haujaitenda wewe, haujaiangukia hiyo dhambi. Lakini wakati shetani atakapo kushawishi na ukajikuta unaanguka kwenye hiyo dhambi, hautakuwa na ujasiri wa kuikemea hiyo dhambi, hautakuwa na ujasiri wa kuihubiri hiyo dhambi. Kwa hiyo lengo la shetani kumtafuta mtumishi wa Mungu mwaminifu apate kuiteka nafsi yake na kumwangusha katika maisha ya dhambi, lengo lake kuu ni kutaka kupunguza nguvu ya injili, ni kutaka kupunguza ile kasi ya kuikemea ile dhambi ambayo inatawala ile dhambi unayoikemea. Atakapo kuteka nyara, hautakuwa na uwezo tena wa kuikemea hiyo dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikasikia sauti inasema hivi ya kwamba ukisikia kijana, binti, kaka, mama, baba anakuambia ya kwamba sijisikii nguvu za kuhubiri, sijisikii nguvu za kuomba, kuna mambo haya, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni dhambi. Ukasikia tu kijana muombaji haombi tena kwa ujasiri, hahubiri tena kwa ujasiri, ya kwamba jambo la kwanza inawezekana huyo kijana ametenda dhambi, kwa sababu hakuna kinachopunguza nguvu za Mungu ndani ya mtumishi wake, hakuna kinachoondoa uwepo wa Mungu ndani ya mtumishi wa Mungu isipokuwa ni kutenda dhambi. Ngoja tusome kwenye kitabu cha Warumi. Kwenye kitabu cha Warumi, sura yake ni ile ya 3 na mstari wake ni ule wa 23. Warumi sura ya 3 na mstari wa 23, neno la Bwana linasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maandiko yanasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa maana hiyo nikasikia huo ujumbe ambao nilikuwa ninaupewa katika maombi kwa ajili ya kuzungumza na vijana waombaji, vijana ambao mumeitwa na Kristo kwa ajili ya kuwasaidia vijana ambao wametekwa na dunia ya leo kwenye maisha ya dhambi, ya kwamba Bwana amekuita ni kwa sababu amekuamini. Lakini kitu ambacho kinapunguza nguvu za Mungu ndani yako, kitu ambacho kinaondoa uwepo wa Mungu ndani yako ni dhambi. Na nikasikia sauti inasema ya kwamba
mtumishi wa Mungu, baba unayehubiri injili ya kweli, mama unayehubiri injili ya kweli, kijana, dada, kaka unayehubiri injili ya neema, injili ya matengenezo, ya kwamba jitunze nafsi yako. Kesha katika maombi, kwa sababu ni katika maombi hapo ndipo utapata nguvu ya kumshinda shetani. Hapo ndipo ambapo utapata nguvu ya kuishinda dhambi. Ni katika maombi tunapata nguvu ya kushinda dhambi. Ni katika maombi tunapata ule uwezo na ujasiri wa kuuisha huu mwili wa dhambi. Pasipo maombi mwili unawaka tamaa. Pasipo maombi nafsi yako inatekwa na shetani. Ya kwamba dhambi inapunguza uwepo wa Mungu. Dhambi inapunguza nguvu za Mungu. Bwana amekuita kijana ili uwasaidie vijana wengine ambao wametekwa na ibilisi, ambao wamefungwa na shetani. Ndipo maana ujumbe unakuja leo ya kwamba kesha katika maombi ili uweze kuishinda nafsi kwa kutekwa nyara, ili usianguke katika maisha ya dhambi. Warumi nasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Usifikiri ya kwamba utatenda dhambi halafu uwepo wa Mungu kabaki pale pale. Usifikiri ya kwamba utatenda dhambi na nguvu za Mungu zikabaki ndani yako. Roho Mtakatifu ndiye anayekupatia ujasiri wa kuihubiri injili, na Roho Mtakatifu anaitwa ni mtakatifu, anakaa sehemu takatifu. Ndipo maana tunaambiwa itoeni miili yenu kuwa dhabihu inayompendeza Bwana, kwa sababu Roho wa Bwana anakaa ndani ya miili yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ya kwamba kuna mambo mawili inayoondoa uwepo wa Mungu ndani ya watumishi wa Mungu: dhambi. Watumishi wa kweli, sio wale watumishi wa michanganyo. Nikasikia ujumbe unasema hivi ya kwamba wewe binti ambaye umeitwa na Kristo kumtumikia Mungu, wewe kijana, wewe mama, wewe baba ambaye unaitangaza injili ya kweli, ya kwamba fahamu hili, huu ni ujumbe, fahamu hili ya kwamba shetani hamtafuti mtu ambaye anaishi kwenye maisha ya dhambi. Shetani hamtafuti kijana mzinifu. Shetani hamtafuti dada malaya. Shetani hamtafuti mama mchawi, baba mchawi, kwa sababu wale ni watu wake. Ni sawasawa na hii simu yangu au simu yako ya mkononi unaimiliki wewe. Unapoimiliki simu yako ya mkononi, unaitumikisha kama upendavyo. Ukipenda uende TikTok, ukipenda uende Facebook, ukipenda uitie kitandani, ukipenda uitie chini, unaikontrol wewe, kwa sababu ipo kwenye mamlaka yako. Nikasikia ujumbe unasema ya kwamba shetani hawatafuti wadada malaya, wakaka malaya, walevi wa pombe, kwa sababu wale tayari wako kwenye ulimwengu wa nani? Wa shetani. Hana watumikisha kama apendavyo. Na ndipo maana Yesu akasema kwenye kitabu cha Luka sura yake ni ile ya 4, ukianza kwenye mstari wa 16, 17, 18, Yesu akasema ya kwamba tazama, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta ili niwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa habari za kufunguliwa kwao. Wale ni wafungwa ambao wamefungwa na shetani kwenye mikono ya dhambi, wamefungwa na shetani kwenye ulimwengu wa giza, mpaka Bwana awafungue. Wale wako kwenye ulimwengu wa shetani. Sasa shetani anaowatafuta ni wewe kijana muombaji. Nikasikia ujumbe unasema ya kwamba shetani anaowatafuta ni wewe binti unayejificha ndani ya maombi. Ni wewe binti ambaye unajizamisha ndani ya maombi, ndani ya neno la Bwana, ya kwamba usizani kuomba, usizani ya kwamba shetani anakaa kimya. Ukikaa kimya pasipo kuomba, shetani atakuteka nyara. Wale ambao wanatenda dhambi tayari wametekwa nyara.
wako kwenye mikono ya shetani, wale ni watu wake. Lakini sasa anaowatafuta ni wewe kijana ambaye haupo kwenye ulimwengu wake, haupo kwenye utawala wa shetani, uko kwenye ufalme wa Mungu. Na kwa sababu uko kwenye ufalme wa Mungu, shetani anakutafuta wewe ili nafsi yako na wewe haiteke nyara, ili upate kuanguka kama wale wengine ambao wamewateka. Ujumbe huu ni kwako wewe dada, wewe kaka, wewe mama, wewe baba, unayehubiri injili ya kweli ya kwamba shetani hamtafuti mtu ambaye anaishi kwenye maisha ya dhambi. Anayekutafuta ni wewe. Tusome kwenye kitabu cha Luka. Tusome kwenye kitabu cha Luka, sura yake ni ile ya 22 na mstari wake ni ule wa 31. Neno la Bwana linasema hivi: akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Yesu anamwambia nani? Anamwambia Petro. Anamwambia Petro ya kwamba, Petro, Simoni, Simoni, shetani anawataka ninyi, anawataka ninyi ili apate kuwapepeta kama vile ngano. Shetani anakutafuta wewe ili apate kukupepeta, kwa sababu anajua wewe ndiye mpinzani wake. Unaposimama na kuikemea dhambi, kuna watu wanafunguliwa kupitia wewe, kuna watu wanabarikiwa kupitia wewe. Sasa vile unavyohubiri, watu wanafunguliwa kutoka kwenye mikono ya shetani. Fahamu ya kwamba wewe ndiye adui yake mkubwa, na kwa maana hiyo shetani hatalala kwa ajili yako. Ndipo maana nikapewa ujumbe huu ya kwamba kesha katika maombi. Hiyo ni pointi ya kwanza. Dhambi ndio ambayo inapunguza nguvu ya injili ndani ya vijana, ndani ya wamama. Pointi ya pili ni kutokuomba. Vijana wengi wanakuwa ni wadhaifu kwa kutokuomba. Maombi ya dakika 2 analala, masaa mengi kazini, masaa mengi TikTok, masaa mengi Facebook, ya kwamba masaa ya kuomba ni machache. Usipokuwa na masaa mengi ya kuomba, shetani hautamuweza kwa masaa machache ya kuomba. Kwa muda wa dakika 2 ya maombi, shetani hautamshinda. Hautakuwa na nguvu ya kuhubiri, hautakuwa na ujasiri. Ujasiri utatoweka, nguvu zitakupungukia wakati usipokuwa na maombi ya uzamiaji. Yesu mwenyewe ambaye ni mwana wa Mungu alikuwa anajitenga, anaenda kuomba. Kila siku anaomba. Maandiko yanasema alikuwa anakesha usiku kucha, eko anamuomba Mungu. Yeye ndiye mwana wa Mungu ambaye alikuwa anakesha usiku kucha anaomba. Alafu wewe ambaye hauna hata ule uungu ndani yako, naweza nikasema hivyo kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa na uungu ndani yake. Akatuachia fundisho ya kwamba ikiwa na ninyi mtaniamini, kesha katika maombi. Sasa wewe mwanadamu unapenda ushinde asubuhi mpaka magharibi, unakula ugali, maombi ya dakika 2 unalala, unasema utamshinda shetani, utahubiri injili ya Bwana. Hautaweza. Yesu mwenyewe alikuwa anakesha, na kwa maana hiyo alituachia fundisho ya kwamba na sisi ambao tunamwamini tukeshe katika maombi, tukeshe katika sala. Alipoona majaribu yanakuwa karibu, alipoona mateso yanakuwa karibu, Biblia inasema ya kwamba roho yake ikahuzunika kiasi cha kuugua, akajitenga, kaenda kuomba. Alipokuwa katika kuomba, malaika wakashuka wakamtia nguvu. Ni katika maombi hapo ndipo malaika wanatutia nguvu. Ni katika maombi hapo ndipo Bwana anatupashia nguvu. Roho zetu zinakuwa na nguvu ya kuweza kumtangaza Yesu. Roho zetu zinakuwa na nguvu ya kuweza kuishinda dhambi. Ni pale tunapodumu katika maombi, kwa sababu katika maombi tunamwambia Bwana yale ambayo hatuyawezi, yeye atuwezeshe. Na ndipo maana Yesu alipoona mateso yanakuwa mengi, akatuachia fundisho ya kwamba kuna wakati ambapo majaribu yanaweza yakawa karibu. Unaweza ukaugua kiasi cha kufa, unaweza ukapita kwenye mateso, lakini utakapoingia katika maombi, utakapoanza
ukianza kusali, Bwana atashusha wasaidizi wa kukutia moyo, wa kukufariji, wa kukupatia nguvu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukeshe katika maombi, tukeshe kwa kutafuta utakatifu. Shetani anazunguka, anatafuta nafsi ya mtumishi mwaminifu ili apate kuiangusha katika maisha ya dhambi. Unaweza ukashangaa, fulani alikuwa mwombaji, mbona alianguka? Wengi wamebaki historia, wengi wamebaki historia. Ni kwa sababu walitekwa na shetani. Kuna wale ambao wasiojua neno, huwa wanaanza kuziaki ya kwamba watumisha Mungu ndio wenyewe kwa wanaanguka. Hawajui neno. Wakuanguka sio wewe ambaye unaishi kwenye maisha ya dhambi. Wakuanguka sio wewe malaya. Wakuanguka sio wewe kijana mwizi. Wakuanguka sio wewe kijana ambaye haueleweki, unaishi kwenye maisha ya dhambi. Wakuanguka ni mtumishi wa Mungu, ndiye anayetafutwa. Huyo ndiye anayetafutwa, huyo ndio mshindani wa shetani. Yule mtumishi wa Mungu, kijana mwombaji. Nikasikia ujumbe unasema hivi ya kwamba wewe kijana, wewe dada, wewe binti ambaye ulianguka kwenye dhambi fulani, simama tena. Simama tena. Yesu alikuita kwa sababu anakuamini. Ni kupitia wewe utawasaidia watu wengine. Ya kwamba simama tena, simama kwenye zamu yako. Tusome kwenye kitabu cha Luka hapo 22:32 nasema hivi: lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nao utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Haleluya. Bwana anamwambia Petro, utakapoongoka waimarishe waimarishe ndugu zako. Utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Na wewe simama ukawaimarishe wale ambao wametekwa kwenye hiyo dhambi ambayo uliangukia. Simama ukawaimarishe ya kwamba kuna uwezekano wa kuishinda dhambi ya tamaa. Kuna uwezekano wa kushinda dhambi ya uzinifu. Kuna uwezekano wa kuyaondoa mapambo ya mwili. Kuna uwezekano wa kuishinda nafsi. Kuna uwezekano wa kudumu katika maisha ya utakatifu. Tusome andiko la mwisho. Hili ni somo ambalo nilikuwa nimeliandaa, lakini ninalitoa kwa kulingana na ujumbe. Nimelitoa kulingana na ujumbe, sikutaka kulifundisha vile ambavyo nilikuwa nimeliandika. Kwenye kitabu cha Zaburi sura 16 na mstari wa 3. Zaburi 16 mstari wa 3 inasema hivi. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliyopendezwa nao. Maandiko yanasema ya kwamba watakatifu walioko duniani, hao ndio bora na hao ndio Bwana anaopendezwa nao. Watakatifu walioko duniani. Hapa duniani tuishi maisha ya utakatifu. Watakao shinda ziki za dunia, watakao shinda, hao ndio walio bora. Hao ndio Bwana anaopendezwa nao. Ukikataa kuishi maisha ya utakatifu, wapo watakao uishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba kijana simama, dada simama, ukawaimarishe ndugu zako. Tubu dhambi ulioitenda. Ulikuwa ni mwinjilisti mzuri, ulikuwa ni mwombaji mzuri, ulikuwa ni mwimbaji mzuri, lakini ulipotekwa nyara na shetani ukaanguka. Lakini unayo nafasi ya kusimama tena. Kifo tu ndio mwisho wa kushindwa kwako. Maandiko yanasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Inawezekana dhambi ulioitenda, labda ungekwisha kufa kwenye hiyo dhambi, lakini kama bado uko hai, ina maana ya kwamba Bwana hana mpango na wewe. Unayo nafasi nyingine ya kuweza kutubu na kumrudilia Mungu. Unayo nafasi nyingine ya kuweza kumwambia Bwana, nisamehe, nipatie nafasi nyingine, nirudishie yale ambayo shetani aliaiba kwangu. Kwenye kitabu cha Yoeli 2:25 maandiko yanasema ya kwamba Bwana anasema, nitawarudishia yote yaliyoliwa na nzige na madumadu kwenu. Bwana atayarudisha yale yote ambayo shetani aliaiba kwako. Shetani ameondoa original ndani yako, akakuachia feki. Wewe ulikuwa ni mtu wa maombi, ulikuwa ni mtu wa kusikia boga ya kutenda
lakini shetani akaondoa original, akakuachia fake. Ni wakati wa kumwambia Bwana, nahitaji kurudishiwa original yangu, nahitaji kurudishiwa yale ambayo shetani alinibia. Fanya roho ya matengenezo, toba, fanya toba ya kweli, fanya toba ya kweli, tengeneza mbele za Bwana. Nafasi yako ingaliko. Wewe tubu na kumrudilia Mungu tu, na Bwana atakurudisha kwenye nafasi yako. Fahamu ya kwamba Bwana alikuita wewe kwa sababu amekuamini. Dunia ya leo ni dunia ambayo imeharibika, ni dunia ambayo watu wamechanganikiwa na kila aina ya dhambi na kila aina ya uovu. Lakini unapopewa neema ya kumjua Kristo kwenye dunia ya leo, unapopewa neema ya kumfahamu Mungu wa kweli, unapopewa neema ya kumjua Mungu, haya kwamba Mungu achangamani na dhambi, hiyo ni neema ya kushikilia, hiyo ni neema ya kipekee. Simama tena, urudi kwenye nafasi yako. Simama tena, urudishe hii kile kitu ambacho ulikipoteza katika ulimwengu wa roho. Yesu akatoa mfano wa mwana mpotevu. Rudi tena, inawezekana wewe ni mwana mpotevu. Nawe kijana ambaye haujaanguka, simama kwenye nafasi yako. Simama kwenye zamu yako. Simama katika maombi. Jitunze kwenye maisha ya utakatifu. Ni katika neno, hapo ndipo utamshinda shetani. Ni katika maombi, hapo ndipo utamshinda shetani. Shetani kuna wakati mwingine ambao aogopi ule upako. Aogopi upako ya kwamba nimeomba sana shetani asikukaribie. Atakukaribia tu. Kama alimkaribia mwana wa Mungu, wewe ni nani? Atakukaribia tu, lakini utamshinda katika neno. Neno la Bwana likao kwa wingi ndani yetu, ili tupate kuishinda mitego ya shetani. Na Bwana tubariki katika neno hili. Ukiwa na neno la kuzungumza, nitafute kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Ubarikiwe na Bwana. Shalom, shalom. Ninakushukuru Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Wewe ni Mungu mtakatifu. Wewe ni Mungu mwenye enzi. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Unayewatafuta watu wako. Ulianza kumtafuta Adamu katika shamba la Edeni, na mpaka leo hii Bwana unazidi kupiga kelele kwa kuwatafuta watu wako. Bwana, wewe ni mwaminifu siku zote za maisha yetu. Hukumu zako ni za haki na za milele. Baba, ninakwenda kuomba kwa ajili ya ujumbe huu. Baba, umesema na moyo wa mtu mmoja mahali hapa. Yesu, mupatie roho ya kweli ya matengenezo, akapate kutengeneza juu ya neno hili, akapate kurudi kwenye msalaba juu ya neno hili, akapate kuchomwa moyo. Yesu, nakumbuka wakati Petro anahubiri, Baba, watu walichomwa moyo, wakasema tutendeje ndugu zetu? Walisema tutendeje Bwana? Walisema tutendeje Papa? Walisema tutendeje? Petro akawaambia, tubuni na kila mmoja akabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakwenda kuomba. Yesu, unayesema na watu wako, zungumza kila itopo leo na watu wako, wakapate kukujia msalabani, wakautazame msalaba, ya kwamba ni katika msalaba hapo ndipo palipo na msaada wangu. Na wale vijana ambao hawajaanguka Bwana, wasaidie wasimame, wasiangalie nyuma, wasiangalie kando, watazame mbele, wadumu katika maombi, wadumu katika utakatifu. Asante Bwana, naamini ya kwamba utawasaidia. Asante Yesu, naamini kwamba utawapatia nguvu na ujasiri mwingi wa kudumu katika haki na kweli. Ni katika jina la Yesu Kristo uliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu, tukienda kuomba na kuamini hivyo. Sema amen. Haleluya.